Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 10 ya mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Magdalena wa Canossa, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Magdalena alizaliwa huko Verona nchini Italia mnamo tarehe 2 ya mwezi Machi mwaka 1774 katika familia tajiri. Kutokana na umashuhuri wa familia yake, alipata elimu ya kutosha na kukua katika tabia nzuri, tabia ambayo msingi wake ulikuwa maadili ya Kikristo. Zaidi ya hayo, Magdalena alikuwa na moyo wa pekee wa kuwapenda maskini, wagonjwa na yatima, akiwasaidia kwa namna mbalimbali. Alipokuwa na umri wa miaka 5 alifiwa na babaye, na mbaya zaidi, miaka 2 baadaye aliachwa na mamaye. Mama huyo baada ya kuzaa watoto 5 na kufiwa na mumewe, alikuwa na umri wa miaka 27 tu, hivyo alitaka kuolewa tena. Alilazimishwa na ndugu wa marehemu mumewe kutengana kabisa na watoto wote 5, jambo lililomfanya Magdalena aende kuishi na mjomba wake. Akiwa na mjomba wake, Magdalena akaanza kumtambua Mungu mwenye ubaba wa milele na Mama Maria mwenye umama usiotenguka. Alipowaza namna ya kuwasaidia maskini, aliona uwezo wake ni mdogo. Alitafuta njia za kuweza kuyatoa maisha yake kwa ajili yao. Kwa sala zake pamoja na mashauri ya mapadre, aliweza kutambua wito wake. Kwa kutafakari juu ya Kristo msulubiwa, alifunuliwa kwa namna ya pekee mapendo ya Mungu Baba kwa binadamu. Padre mmoja alimwambia hivi: "Nakusihi kwa msisitizo, kama hujali na kuamuru, ujitoe kabisa kwa ajili ya wasichana maskini, ujikaze, uwe na moyo shupavu na uwe na matumaini kwa Mungu." Basi Magdalena aliazimia kujitoa kikamilifu kuwatumikia maskini, na hivyo akiwa anamtegemea Kristo msulubiwa na kumtumainia Mama Maria wa mateso, alianza kuwakaribisha wasichana maskini aliowaokota mitaani. Magdalena alipoamua kuishi pamoja na wasichana hao katika mazingira ya umaskini, jamaa zake walimkatalia kabisa asiende. Lakini baada ya muda, Magdalena aliyaaga maisha ya kifahari, akaanza kuishi pamoja nao, akiwapenda kama mama na kuwahubiria neno la Mungu. Mnamo mwaka 1799, Magdalena alianza kuwahudumia wasichana fukara, na mwaka uliofuata aliwatafutia mahali pa kuishi. Mnamo mwaka 1803 alianzisha shule yake ya kwanza na alitaka kuishi hapo, lakini alirudi nyumbani akifuata matakwa ya ndugu zake. Mnamo mwaka 1808 alianzisha shirika la kitawa lililofanya utume wa kutoa elimu kwa wasichana na kuhudumia wagonjwa. Huo ulikuwa mwanzo wa shirika la mabinti wa upendo au masista wa Canossa. Wasamaria wema walijiunga naye katika utumishi huu wa kuwatunza maskini na kuwapa elimu. Magdalena alijitahidi kuwasaidia kiroho na kimwili ili wawe na maisha bora zaidi, waishi kwa imani na mwisho waokoke. Si wasichana maskini tu waliomkimbilia Magdalena, bali pia wagonjwa na wahitaji kwa ujumla. Walipoongezeka kwa kasi, mahitaji ya lazima yalianza kukosekana kabisa, hasa chakula, na madeni yalizidi kuongezeka pia. Magdalena alipata masengenyo mengi kutoka kwa watu ambao walikuwa hawana nia njema.
Aliumia sana kwa mapigo ya ndimi kali za watu walioshindwa kuuelewa utume wao, baadhi wakidhani kuwa ni vichaa. Lakini hayo yote hayakuwanyima amani na furaha. Magdalena aliwapa wenzake moyo, akiwashauri kwamba wasifadhaike mioyoni mwao, yote yatapita. Basi masista hawakukata tamaa, bali waliendelea kumtumikia Mungu, wakidumu katika sala. Na dhoruba ilipita, nao wakapata wafadhili waliowawezesha kuiendeleza kazi yao ya utumishi kwa watu mafukara. Magdalena alimshirikisha Padre Antonio Rosmini, na kwa msaada wake lilianzishwa shirika la wana wa upendo ambao huitwa pia mapadre wa Canossa au wa Rosmini. Kwa juhudi kubwa, Sister Magdalena aliendelea kuliongoza shirika la masista na kuwatumikia wanyonge mpaka alipofariki dunia mnamo tarehe 10 ya mwezi Aprili mwaka 1835 akiwa na umri wa miaka 61. Mpaka kifo chake kulikuwa na nyumba za kitawa zipatazo 395 na watawa zaidi ya 4,000 katika nchi mbalimbali. Historia ya maisha yake inaonyesha kuwa alifanya kazi nyingi sana kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Alizifanya kazi hizi zote kwa nia ya kumfanya Yesu Kristo azidi kujulikana na kupendwa. Hili ndilo fundisho kuu alilotuachia Mtakatifu Magdalena wa Canossa, yaani kujitahidi kwa kila namna ili Yesu afahamike na kupendwa zaidi, hasa katika kuwahudumia maskini. Magdalena aliwataka watawa wake wajikite katika utume wa matendo ya huruma na mapendo. Magdalena aliishi kile kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa, mapinduzi ambayo yaliwaacha watu wengi maskini na wateswa katika nchi yao. Alitaka watawa wawahudumie watu hawa ambao walikuwa wamepoteza matumaini ya kuishi. Mabadiliko ya nyakati yamewafanya watawa wa shirika lake siku hizi kujikita katika kuwasaidia na kutatua changamoto zinazowakumba watu kama madawa ya kulevya, kujiua, kutojali walemavu, wazee na yatima, utoaji mimba na vita. Magdalena aliwataka watawa wake wawe kila kitu kwa watu wote. Watawa wa Canossa wanaendesha shule kwa ajili ya walemavu, viziwi, vipofu, wenye utindio wa ubongo na pia shule za ufundi na za awali. Masista wa Canossa wamekwenda nchi mbalimbali, sehemu za vijijini, kuanzisha shule ili kutoa elimu ya watu wazima kwa kufundisha watu kusoma na kuandika, kuanzisha zahanati na pia vituo vya wakoma na vituo vya kufundisha afya ya mama na mtoto. Pia wanafanya utume maparokiani, kufundisha katekesi kwa watoto, vijana na wakatekumeni, huku wakihudumia pia maskini na wale wote wanaotengwa na jamii na wasio na msaada kwa mtu yeyote. Karama ya watawa wa Canossa ni upendo kwa watu wote, matajiri na maskini, wakifuata mfano wa Kristo msulibiwa aliyejitoa kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Magdalena alitangazwa mwenye heri mnamo tarehe 7 ya mwezi Desemba mwaka 1941 na Papa Pio wa 12, na tarehe 2 ya mwezi Oktoba mnamo mwaka 1988 aliwekwa katika kalenda ya watakatifu na Papa Yohane Paulo wa pili. Papa alisema Magdalena alifahamu jinsi ya kupoteza maisha yake kwa ajili ya Kristo, akionyesha mapendo makuu kwa Mungu na jirani. Alielewa vema ibada ya kweli iliyogusa moyo wa Mungu
kwa kuvunjilia mbali pingu, kulegeza nira, kuwaweka huru waliofungwa, kuwatetea walioonewa, kuwalisha wenye njaa na kuwavika walio uchi. Alifanya haya yote kwa kuwa alimpenda Kristo msulubiwa, aliyemfundisha namna ya kumpenda jirani. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa. Mtumaini Bwana peke yake, hata kama utapoteza kila kitu, utapata yote katika yeye. Rejea ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa. Watakatifu wengine tarehe 10 mwezi wa 4: Mtakatifu Ezekieli, watakatifu Apollonius Padre, Granus, Hilarius, Donatius, Consensus na Saturninus wafiadini, na pia Mtakatifu Isidora mkaapweke wa Misri, watakatifu Terentius, Africanus, Pompeius, Maximus, Zeno, Alexander na Theodori wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, mtawa na mwanzilishi wa shirika, utuombee.